nasinzianga kama fala kwa kiti because ana pesa ya kurudi US. Ikabidi amelipiwa, mwana hajarudi. Kumbe anarudi Monday. Anarudi Monday. Anarudi Monday, nilipewa ticket. Alilipiwa. Amelipa na nani? Si mnajua nani amelipa ticket? Mwache kuniuliza maswali zingine. Si mnajua nani amelipa ticket? Of course we know. We all know nani amelipa ticket. Si mnajua na mnakuja kuniuliza nani amelipa ticket. Mnajua nani ashalipa hiyo ticket. Yes. Huyo ni kondo ilihisi. Huyo ni kondo, shetani ya mwanaume. Alibai ati nini? Shida mna type miombera sioni. Join live ya Kioi. Hajanitumia request, hajatuma request. So mnasikia huyo mwanaume alikuwa anatuforce. He was forcing us each and every day to go live. Ndio tuombe tupate pesa zake za kurudi huko hivyo majuu. Alikuwa shafika mwisho after alimiss flight yake, alifika mwisho. Akaanza kutuambia mnisaidie. Mpaka anasinzia, anaanza kukaa mtu mwenye kama afikiri. Wewe. Mpaka tunalala njaa na tuko na mwanaume ametoka US na hizi tu nilia mpaka sapa. Shame on him. Alikubaia iPhone. Akabaia nani? I was having my own iPhone. This is my own iPhone. I had the receipt. Nilinunua iPhone hata before nipatane na huyo mwanaume mjinga. Jana tulikula ugali mayai na sukuma, ama sijui ni mrere ama inaitwa sijui nini. Mchana tukakula rice yenye imechemshwa na spaghetti, tulimix. Mbwa yeye. Nalo huyo mwanaume by the way ana akili. Kazi yake tu ni kuja kupaka. Alinuka kuma. Yenda kanunue diapers na panguzane mafi nyumbani kwanza. Wazazi wake wamekaa huko hivyo wanateseka, yeye amekuja tu hapa hivi kupayuka na kusumbua sana Nairobi. Shame on him. By the way, acha kusumbua, acha na mwanaume sio yopea stress. Uko nyumbani si kuzuri kabisa. Si kuzuri. Watu wamekonda mpaka wanakaa. Chabila anasema kwa sana wenyewe na wamekonda. Watu nyumbani wamekonda. Sijui pesa ya chakula ndio shida. Na ndio maana ukipiga simu kwenda kwao wanakuambia hatuna sukari, hatuna nini. Pesa yake yote sijui anapelekanga wapi. Ndio maana 4000, sasa 4000 alikuwa amebaki nao mwisho. Ninasema mpaka pesa depa hataki kutumana nyumbani. Watu wanapiga ashiki simu. Who does that? Watu wenyewe wanapiga na ushiki simu. Na anafanya hivyo. Kwani wewe ni mogoroki kiasi gani? Yaani kwenye watu hata at least mattress amejaribu. Babake alituambia at least alijaribu juzi akabuy mattress. Daipa babake. Watu walisema at least juzi babake alituambia at least juzi kijana yake alinunua, walishikana wakanunua mattress. Alisa hata watu wakikuja kumwona nyumbani wanatoka mezani anakuja kuchamba tu kila mtu huko hivi. Shame on him. Mtono wa jalasa alizana yeye na hiyo jasho yake inanuka. Yaani mwanaume ananuka mpaka ngozi. Ama ndio amekaa na wazungu sana. Ndio maana ananuka hivyo ngozi. Mkiuliza kila mtu mwenye amekuwa na yeye ananuka ngozi. I swear to God. Kama hiyo ninadanganya. Watu wakuja shuhudia watu wamekuwa na yeye. Mwanaume ananuka ngozi ile kabisa. Mpaka unashangaa alafu ana sweat. Yaani ngozi yake inanuka akaniambia aliambia hospitali ati sijini kwa sababu ya heart rate yake iko juu sana. Mimi nilimuuliza by the way. Akaniambia ni kwa sababu aliambia heart rate yake iko juu sana. That's why ina produce that sijui kisweat hivyo ina produce harufu, but aliambia atakuja kuwa sawa. Huyo mkisi ni mjinga sana. Ni mjinga. Hapo una kaswende, mimi siwezi pata kaswende. We stand with you, thank you. Mwanaume ni mjinga. Anakopa mwanaume mwingine 15,000. Anatuambia mpaka tunakula ugali mboga mayai ndo tu save kwa sababu mpaka amekosa pesa kabisa. Alafu anakuja kunichamba mimi hapa hivi.
akome. Uko na mimba yake, mimi nabebea je mtu mimba? Mbona nimbebee mimba? Mbona nikambebea mimba? Kwani mimi nimekosa akili nibebee mtu kama huyo mimba? Mimi siwezi mbebea mimba. Siwezi mbebea mimba. Siwezi. Huyo kumzalia utakuwa umezalia. Nahurumia sana mwenye ako na mimba yake. Namhurumia juu hapo hapana. Mlikosa nini? Ati juu ya 4000, ati kwa sababu nimetumia 4000. Hiyo 4000 alikuwa amepangia, alikopa beshte yake 15000. Juu tu kukuwa na pesa kabisa. Tuliamka leo asubuhi, hatukukuwa na stima. Like totally. Akasema aje acha atafute mtu anaweza tutumia pesa atusaidie. Akapiga masimu. Akapata beshte yake anaitwa Freddy. Akapiga Freddy akamwambia je it's okay. Akamkopa 15000. Kumkopa 15000, jamaa akatuma na akaniambia je mpatie namba yako, muandike namba yako atutumie pesa hapo hivyo. Mimi nikamtondikia namba, sasa akanitumia 15000. Ilikuwa asubuhi, early in the morning. Tumeishia na token, na tukukua na token kwa nyumba. Tulikuwa kwa na token hakuna. Haya tunatumia Peter Kioi pesa. Muiteni Peter akuja tuambie basi. Huyu mwanaume but stima ikipotea kuna generator. Ilikuwa ni tokens. Huko hakukuwa na tokens. Tumeamka asubuhi, tokens imetuishia tu hivyo. Akasema aje acha tafute mtu aombe. Mimi kwa ready nimeshasema je nitawateleze niko nazo kwa TikTok. I had 2000 on my TikTok account. Nikasema je niko na 2k tutoni hiyo pesa kwa account yangu tulipe nayo token. Kama lipa 1500 and then 500 I will tell you utumie nani? Nitakupatia namba ya simu umtumie 500. Juu alikuwa ameniomba. Tell me why huyu mwanaume ametumia 15000 akatusamea tununue Jameson ngapi? 2 because Tizian na Nyakoro nafaa kumvisit kesho. Kamba it's okay. Tukamnulia Jameson 2 kwa hiyo 15000 na tukalipa stima 2000, token ya 2000. Hapo tumelipa token ya 2000 akasema tununue nini? Mboga na mayai na nyanya iko kwa pia. Akasema tununue mboga, mayai na nyanya. Tununue hiyo alafu tufanye nini? Ndio tupike sapa. Hata lunch hatukukula. Lunch tukaboil mchele. Kulikuwa na mchele. Anaka mix mchele na spaghetti akaboil. Hiyo ndio kilikuliwa lunch. Breakfast hakukuwa nayo. Just no breakfast there was nothing. You deserve better girl. Thank you. Eka account private nitaeka. Imagine there was nothing at all. Tumevumilia hatukukula hiyo breakfast. Jana yake Anando amepiga simu kwa ombe pesa ya kukula sapa. Yeye ndo ameomba pesa ya kukula sapa because hatukuwa na pesa ya kukula sapa. Tuenda restaurant akaenda kanunua nini food tukabeba tuenda kwa kulia kwa parking. Ati kwa hiyo nyumba ya Rimu. Yenye mnikome. Hakukuwa na anything. So hiyo 15000 sitoniwapangia vile tulifanyia. Ikabaki imefika usiku tuko na 4k. Mimi nikasema juu 4k shanua kila kitu imetosha na nimeomba pesa wacha nikatuma. Nikatuma 4k. Nimetuma na 4k. Jino mbona si net nani ananipiga simu. Broki. Kwendeni huko. So Mwangapo na mnda kwa meti na mchamba. Mimi si chambi ana, mimi na chamba huyo mwanaume. Si chambi ana na chamba huyo mwanaume. So, tell me why this guy ati anakuja kuniambia ati akasema aje tunataka kuorder pizza. Hiyo pesa mbaki itisha pizza. Hiyo pesa nyingine tutasave tutumie for those days that zimebaki ndo before ni travel. Nikasema nisi. Nikamwambia hapana pesa nilikuwa nimekuwa baki 4000. Ati how? Ati baki je 4000. Tulikuwa baki na kitu 7000. Ati pesa nyingine kwani imeenda wapi? Tukampigia hesabu. He was drunk of course. Tukampigia hesabu ikaingiana. Nikamwambia hiyo 4000 nikabaki. Mimi nimetumia my sister na amesema aje anatumanishia kesho asubuhi. And then the guy is like, oh, mwana mmetumana pesa. Mnajua ni pesa tulikuwa tumebaki mbele na nyuma. Hiyo ni pesa tulikuwa tunayo. Hakuna pesa nyingine. Tuta survive aje because hana pesa nyingine. Hakuwa na pesa nyingine. That's true. But mimi nilikuwa najua pesa inakuja kesho. Why tell me ati basi get out of this house. Get out of this house because of 4000 bro. 4000. Mimi atakuna Kenya mensede na kwa maisha. 4000. That's nothing. Eka account private.
Sawa, acha naweka account private. Sasa maybe nitoke kwanza live ndo nirudi. Mimi by that time nilikuwa natoa nywele. Mtoto wa jalasa mama, mtoto akwe. Kwani ni wake? Ni wake. Yeye wake ndio ameshindwa nao kulea, amewatupa huko hivyo, amewadump US. Sishughulikia kwanza wake. Eka itaenda. Sawa, acha nike saa hizi. Kanairo, thank you. Wacha nike account private. Kanairo, thank you for the handouts. Thank you. Guys, maybe nitoke live kwanza. Kuna vile nitaweka account private kama niko live. Na token. Unanuka eti. Mwambie nanuka. Si ana kila akiachananga na kila msanii anakuja kuambia vile watu eti kumbe inanuka. Ndio kitu najua tu kwa maisha. Ana kachange watu kwa nyumbani diapers kwanza nakuja tuambie vile nanuka. Nataka chai vizuri. So, chai kwa hivyo. We woke up today guys. Tuamka asubuhi mapema tu vizuri vile tunamkanga. Hakuna token. Akasema hapana, nikasema aje mimi niko na 2k kwa TikTok yangu, I had 2k. Nikasema let's use that one. Tutumie hiyo 2k yangu tulipe na token. And they were okay with it. Hapo tushamaliza. Anakachukua simu yangu ndio ameenda kutry kutoa hizo withdraw hizo pesa. Eke PayPal to withdraw your pesa hiyo 2k tuliweka nani token. So akaniambia je, mimi niko na mtu naweza muomba pesa. Wewe nani? Captain akasema hivyo. Captain akasema tweet Sabrina ya 4k tumesikia. Sasa mtaka naweza kupatina chenye si yangu. Thank you Kanairo. Sasa mimi nimekasirikia juu ya 4,000. Timona nikasirikia juu ya 4,000. Ati get out of this house. Heri mimi niko na kwangu, yako na wapi huku hivi Kenya, hata ana nyumba ya kukaa. Kazi ni kurandaranda kwa wanawake kama takataka imetupwa. Anarandaranda tu kila mahali. Ati get out of this house. That's all you know to tell. Mimi nikamwambia okay, me I'm going. But then mimi ningekuwa kama singekuwa na kwangu ningeambia ningeweza kumplead up hivyo, nikamwambia no, kindly just wait, kesho ifike I figure out where to go. But sure, I've told him I'm going. So umesema nitoke. Nyumba si yako but I'm going. Akaniambia I think I have Uber money on my phone. Kama pesa gani uko nayo ya Uber na mpaka tulitry kununua credit ya 50 asubuhi huko kwa na anything. Mpaka ikabidi tukanunua 20 bob because that's the only money he had. Umelipiwa Uber? Hapana. Nimeshtangu, imagine I had to call my friend anitumie pesa za Uber because huyo mwanaume ana pesa wote. Sasa nilipia na pesa gani Uber? Hata nilipia na pesa gani Uber? Ana pesa nyanda za nilipia nayo Uber. Mimi nikamwambia ationyesha M-Pesa statement tuone hiyo 4,000 kwenye imeenda. Ati kuna kijana yenye umetumia pesa. Kama okay, kama kuna kijana umetumia pesa na mpaka nimeonyesha kwenye niliitishwa pesa, kama it's okay. Anakutusi vibaya sana. Huyo tushamzoea, si anakuanga hivyo. Sina kasaidiane kwanza kwao. Sivyo anakuanga. Kazi yake ni kupaka wasichana nanuka. Tena kaka basi na mamake nyenuki, shame on him. Ndio Kenya anajuanga ati wasichana nanuka kuma. Yeye sina kaka na mamake. Nye basi ainuki kuliko kuja kusumbua huku hivyo wasichana wenyewe. Kazi tu kusumbuaga watu wenyewe. Ebu endelea pole charaza. Ni mnataka tu ni charazane, si ndio? Na hamtaki kulala kabisa. Ati mnasema ni hapana, Uber nimejilipia. Ana alinisindikiza kwa gate. Alinisindikiza hadi kwa gate. Nikachukua Uber, nilikuwa nisha request Uber na nikaenda. Pia fridge was empty. Nyinyi ni wabaya. Sitaki stories zenyu. Yo. Hivyo ndo kulikuwa. So hivyo ndo mwana wanyama nikasirikati because ati 4,000. Tunajua 4,000 tulikuwa tutumie. Ati tusipe na jati mbona umetumana pesa na unajua tuna pesa zingine za kutumia. And I was like, yo bro, pesa itarudishwa kesho. 4,000 is nothing.
4,000 is nothing. Mbona ulilie pesa? Mbona ulilia 4,000? Mbona ulilia 4,000? Unalilia 4,000 mbona? Mbona ulilia 4,000? Huyo mwanaume ananuka jasho sana. Ananuka vibaya. Yaani mpaka ukimkaribia kwanza kuna siku nyingine hata mpaka viti amefanya zinanuka vibaya. Huko viti zinanuka by the way vibaya because of him. So he is broke. So he's broke. Yes, he is. Hata flight amelipiwa. For your information, flight yenye alikuwa ameshikwa na stress sana by the way. Hata alikuwa anasinzianga kama fala kwa kiti because ana pesa ya kurudi US. Ikabidi amelipiwa. Mwana hajarudi. Kumbe anarudi Monday. Anarudi Monday. Anarudi Monday. Lilipewa ticket. Alilipiwa. Amelipa na nani? Si mnajua nani amelipa ticket? Mwache kuniuliza maswali zingine. Si mnajua nani amelipa ticket? Of course we know. We all know nani amelipa ticket. Si mnajua na mnakuja kuniuliza nani amelipa ticket? Nani amelipa ticket? Mnajua nani ashalipa hiyo ticket? Yes. Imagine. Broki amekasirika kwa sababu nimetumia 4,000. Ati show me umetumia nani? Niambia hiyo upuzi sitafanya juu ya 4,000. Kama mwezi ni trust wachana nayo. Anafanya kazi gani? Ni wabaya. Ball. Watchman. Ball. Tumetumia Kioi. Munitafutie Kioi akuja tuambie kama tumemtumia pesa. Kanairo ni nani? Who is Kanairo? Ama nimpandishe. Accept. Tusikie anatuambia nini? Mimi asikuje kuni-address by the way. Mimi asini-address. Mbona kuze kuni-address? Me I'm too young to be addressed. I'm too young. Nilikuwa napambana kubomoa nywele yangu. Ndio anaanza kusema ati baby girl anaanza kubomoa nywele. Na hata sijamwambia. Kwani ni gozo mpaka uniambia ni bomoa nywele? Shame on you. Mimba, sio mimi niko na mimba. As you can see, ningekuwa na mimba singekuwa hapa. Sio mimi niko na mimba. Job, mtaka kujua job anafanya. Job yake ni gani? Mimi niko na mtoto. Toboa. Sema job. Mbona mtaka kujua kazi yake hivyo? Si kama mnajua ni watchman, si ni watchman. Mbona mimi mnakuja kuniuliza ati kama ni watchman? Anafanya $3. Yo! Na mnakuanga na information. Lakini huyo mtu by the way afanyi vizuri, like kusumbuaga wasichana wenyewe kukuza kuambia ati vile asikose kurudi US. Ajua watu wanatry kudeal na wao. Then dalili na watu wa serikali akisumbuana na akisema ati akipayuka panganga zake huko hivyo. Ako na mdomo sana, ako na mdomo nyang'ao. Mwambie eti huyo US anasema atakosa kurudi chio vile amelipiwa kuenda. Atakosa kuenda. Acha vile analipwa na mwanamke ndo aweze kufly out juu ameshindwa kujisustain yeye mwenyewe, anaanza kuomba mpaka anatuambia tuingie live tuanze kumwombea gifts. Nadhani tuwezi msema ukweli. Alikuwa akituambia tuingie tuombe gifts ndo aweze tupate pesa yake kwenda US. Kila sema anatuambia ati simuingie live. Mtu mpaka na force muingie live. Anatuambia tuingie live muombe, ati ingeni muombe gifts tupate at least hata kitu kidogo naweza kufly out. Surely. Alikuwa kitu force, alikuwa akisema ingia live kila time anakuambia ingia live mpaka time mutaki. Hapana, ingia. Spend your time there baby girl, spend your time there ndo apate pesa za kufly out. Shame on him. Tunakuja tunaomba hapa hivi, tunaomba tu kila time, kila saa tunaomba ndo tupate pesa mpaka za kulipa mpaka mwambie akome sana mwana. Mwingie live baby girls. Bilanga no baby girl pep ingia live na ya Dubai. Sijui alitoa wapi. Labda ilipwa pia.
So mwanaume mjinga alikuwa anatuambia kila saa ati sivyo ati muingie live tutap ndo tuombe tupate pesa zake za kwenda kufly out Pep. Amba Pep ingia live kila saa. Mtu mpaka enda kununua sijui ati Viagra sijui nini. Huyo ni kondo ili hisi. Huyo ni kondo shetani ya mwanaume. Alibai ati nini? Shida mna tape miombera sioni. Join live ya Kioi. Hajanitumia request, hajatuma request. So mnasikia huyo mwanaume alikuwa anatuforce. He was forcing us each and every day to go live. Ndo tuombe tupate pesa zake za kurudi huko hivyo majuu. Alikuwa shafika mwisho after alimiss flight yake alifika mwisho. Akaanza kutuambia mnisaidie. Mpaka anasinzia anaanza kukamba mtu mwenye kama afikiri. Wewe. Mpaka tunalala njaa na tuko na mwanaume ametoka US na hizi tu nilia mpaka sapa. Shame on him. Ati alikubaia iPhone. Akabaia nani? I was having my own iPhone. This is my own iPhone. I had the receipt. Nilinunua iPhone hata before nipatane na huyo mwanaume mjinga. Jana tulikula ugali mayai na sukuma. Ama sijui ni mrere ama inaitwa sijui nini. Mchana tukakula rice yenye imechemshwa na spaghetti. Tulimix. Mbwa yeye. Kabisa mbwa yeye. Nalo. Huyo mwanaume by the way. Ana akili. Kazi yake tu ni kuja kupaka. Alinuka kuma. Yenda kanunue diapers na panguzane mafi nyumbani kwanza. Wazazi wake wamekaa huko hivyo wanateseka, yeye amekuja tu hapa hivi kupayuka na kusumbua sana Nairobi. Shame on him. By the way, acha kusumbua, acha na mwanaume sio yopea stress. Uko nyumbani si kuzuri kabisa. Si kuzuri. Watu wamekonda mpaka wanakaa. Chabila anasema kwa sana wenyewe na wamekonda. Watu nyumbani wamekonda. Sijui pesa ya chakula ndio shida. Na ndio maana ukipiga simu kwenda kwao wanakuambia hatuna sukari, hatuna nini. Pesa yake yote sijui anapelekanga wapi. Ndio maana 4000, sasa 4000 alikuwa amebaki nao mwisho. Nasema mpaka pesa depa hataki kutumana nyumbani. Watu wanapiga ashiki simu. Who does that? Watu wenyewe wanapiga na ushiki simu. Na anafanya hivyo. Kwani wewe ni mogoroki kiasi gani? Yaani kwenye watu hata at least mattress amejaribu. Babake alituambia at least alijaribu juzi akabuy mattress. Daipa babake. Watu walisema at least juzi babake alituambia at least juzi kijana yake alinunua, walishikana wakanunua mattress. At least hata watu wakikuja kumuona nyumbani wanaona at least akona mattress. Otherwise the situation I think was too bad than what I saw. Sabrina was right. Of course, because damn wait, asikuja kuwapea pressure. Huyo asiwape pressure. Asiwape pressure hata kidogo. Watu wasaidiane nyumbani. Hata ile pesa yako uishie umalizie kikwenyu. Pesa yako herumalizie kwenyu. Lakini usikuje kumalizia Nairobi, kupatia watu na kusumbua watu in Nairobi.